Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema ndani ya kipindi cha miaka minne sekta ya madini imevutia uwekezaji wa shilingi trilioni 9, hatua inayoweka Tanzania kuwa kivutio cha uwekezaji wa madini barani Afrika. Amesema hayo leo Agosti 15, 2026 mkoani Morogoro wakati wa hafla ya utiaji saini wa mikataba ya ubia wa uchimbaji wa madini ya Kinywe baina ya serikali na kampuni ya Henan Yud Mining, na kuongeza kuwa hadi sasa jumla ya mikataba ya msingi 14 imekwisha sainiwa. Amesema kuwa mradi huo una mashapo yaliyothibitishwa ya takriban tani milioni 104.28 za Kinywe na unatarajiwa kuwekeza takriban dola milioni 100, shilingi bilioni 265, huku uzalishaji wa kiwango kamili ukilenga kufikia tani 50,000 za Kinywe kwa mwaka, na kwamba mradi utakuwa na uwezo wa kuchakata tani milioni 1 kwa mwaka. Wakati huo huo, zaidi ya Watanzania 600 wakitarajiwa kupata ajira za moja kwa moja. Mavunde amesema kuwa serikali inaendelea kuimarisha nafasi yake katika sekta ya madini kutoka kuwa mwenyeji wa uchimbaji hadi kuwa mshiriki wa thamani inayozalishwa, ambapo katika mradi huo serikali inamiliki 17% ya hisa. Amesema Kinywe ni madini muhimu katika teknolojia za kisasa ikiwemo utengenezaji wa anodi za betri, hivyo mradi huo una nafasi ya kuchangia katika azma ya Tanzania kushiriki zaidi kwenye mnyororo wa thamani wa Kinywe duniani. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amesema serikali ya wilaya inashukuru juhudi zilizofanyika kufanikisha makubaliano hayo, akieleza kuwa mradi unatarajiwa kufungua fursa za kiuchumi na ajira, kuongeza uzalishaji wa madini na kuchochea maendeleo ya sekta ya madini na uchumi wa taifa. Aidha, balozi wa China nchini Tanzania Mheshimiwa Chen Mingjian amezipongeza pande zote zilizoshiriki katika majadiliano hayo, akisema mradi huo utaongeza uwekezaji wa kibiashara nchini, kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu kati ya Tanzania na China. Balozi Chen amesema China ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa uwekezaji wa moja kwa moja nchini Tanzania, huku akieleza kuwa mradi huo unaongeza eneo lingine la ushiriki wa kibiashara kati ya mataifa hayo na kufungua fursa za ajira na maendeleo ya kiuchumi kwa eneo la mradi na taifa kwa ujumla. Mohab TV, Morogoro.